kaskazini kuwatisha. Na mnajua kwa nini anawatisha? Kwa sababu mkoa wa kaskazini CCM imehamwa, haipo tena. Sasa yeye kahamishwa kutoka mkoa wa kusini Pemba ati hajainusuru CCM. CCM haina manusura tena, imefika wakati wake wa kufa, itakata roho tukijaliwa Oktoba 2015. Na kama Juma Kasim Tindwa kakaangu, naye mheshimu sana, mwaka huu alikwenda Maka, nikadhani labda anataka kurudi kwa Mungu wake. Kama ilikushinda kusini Pemba kuisaidia CCM, utaweza kaskazini Unguja? Kama mfanyaji si ungefanya kule? Hasa kwa nini nataka kumpa salamu zake? Kwa sababu huko wanataja sana majina huko. Tunawajua wote: Mansuri, Ediriami, Jusa, Abubakar, Salum Bimani na wengine wakubwa, hatutaji majina. Wewe mwanamume sitaja, tulikuwa tunaogopa kutaja majina. Na wakati ukifika tutachukulia hatua. Tutawaambia kwa nini unangoja wakati? Njoo leo uchukue hatua, tuko tayari sisi kwa lolote tukijaliwa. Lakini usidhani vitisho vyako vitazuia wimbi la kuipeperusha na kurudisha Tanganyika inakopaswa kuwepo CCM. CCM 2015 tunaignoa na mizizi yake katika visiwa hivi. Wala wewe Juma Tindo na wenzako hamna ubavu wa kuinusuru CCM. Niliwaambia mkutano wa Paje kwamba wakati ukifika, wewe huwezi kuwa na nguvu kama za Firauni, na Firauni alihilikishwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kama unadhani una njia za kunusuru, nikawapa mfano wa kisa cha mtoto Nabii Nuh. Baada ya kuambiwa aunde jahazi, mwanawe alikuwa katika waliokuwa hawakuamini njia ya haki ya Mwenyezi Mungu na dini ya haki. Nabii Nuh alayhi salam akamwita, akamwambia njoo ingie katika safina uokoke. Akamwambia la, napata jabali tanusuru. Akamwambia leo hakuna nusura, si jabali si chochote isipokuwa nusura ya Mwenyezi Mungu. Na Chama cha Mapinduzi si jabali si Kasim Tindwa. 2015 ina manusura, inang'oka katika visiwa hivi tukijaliwa. Kwa hivyo hiyo salamu zangu za kwanza. Nimwambia afanye kazi yake, sisi hatuna matatizo naye. Lakini akiingia katika majukwaa, na sisi tuingia katika majukwaa, na akiingia kwingine sisi tutaingia kwingine vile vile. Hakuna tena kutunyanyasa katika visiwa hivi. Tumeamua tutatetea haki zetu katika visiwa hivi kwa njia yoyote unayotaka nyinyi tukijaliwa. Wa pili nataka kumpa salamu zake, kuna Mtanganyika mmoja na kidomodomo sana, hata jina lake irabu haliingia, anaitwa Napelape Nauye. Nikupe harfu zote za juzuu ya ama ikianzia pale kuambia niandikie kwa ulitie irabu, haliingi irabu jina lake. Asa we Nape, Zanzibar inakuhusu nini wewe? Anakuja hapa ati Maalim Seif ajiuzulu kwa sababu anapinga serikali mbili. Ebo, kwani Maalim Seif kwa CCM au serikali ya umoja wa kitaifa tumeunganisha vyama? Tena hawa watu wa ajabu, wao ndio waliokuwa wasemaji wakubwa baada ya kula serikali ya umoja wa kitaifa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa tunayeshirikiana kuendesha serikali, hatukuunganisha vyama. Wao ndio walikuwa wakisema. Sasa mimi nimwambie Maalim Seif kama alivyosema nyingi, hajiuzulu ngo. Lakini sio hajiuzulu tu, Maalim Seif wewe huna njia ya kumzuia. Anatoka makamu wa rais, tukijaliwa Oktoba Dr. Shein anamkabidhi nchi yake rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Mapinduzi katika visiwa hivi. Na wewe Nape nikwambie, na huyo kinana wako na wengine mlokuja, Chama cha Mapinduzi huwezi kukinusuru kwa ziara ya siku 10 katika visiwa vya Unguja na Pemba. Kwa uongozi huu wa Seif Walidi na Vuai, naam, kinago cha Mpapure nyamaza tukustiri.
Kwa uongozi huu leo, sisi kulikuwa na wakati tunapambana, ilikuwa secretariat ya Chama cha Mapinduzi, wala tujua kina Mheshimiwa Mansuri hao, lakini sisi tukiheshimiana, ilikuwa secretariat ya Chama cha Mapinduzi katika nchi. Unamkuta yuko Mansuri, unamkuta yuko Mwalimu Harun, unamkuta Saleh Feruzi, unakuta watu machana. Lakini leo secretariat ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Waride Bakari Jabu na Haji Mkema na Vuai na Mhando na Masauni na makamu wa pili huyu. Mtuambie yenyewe mna ubavu wa kukiongoza Chama cha Mapinduzi katika nchi? Hapo ndipo CCM wenyewe walivyojifikisha, na hiyo ndio kalba ya uongozi, ndio haya mnaoyaona haya. Kwa hivyo ziara yako ndugu yangu, wewe kuja tembea, ati unakuja na seri za bara za Tanganyika hapa za kudanganya watu, ati kachukua anafyeka majani, ati anapanda mwani. Wewe hiyo dakika yako 5 ndio kupigwa picha unapanda mwani, ndio nafikiri mwanasaidia wananchi wa Zanzibar? Siasa hizo fanyeni kule kwa watu ambao bado wako nyuma. Wazanzibari wameamka katika siasa tangu 57. Hamna uwezo wa kuwadanganya tena 2015. Na matokeo wameyaona. Mnakumbuka lasi kama tunawazulia, mara walipita na gari wakatangaza mkutano wa kwanza ulikuwa ufanyike uwanja wa Lumumba. Umesahau? Ukahamishwa siku ya mkutano sababu watu hawapo, ukapelekwa Mpendai, hakuna watu. Wakaambiwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, wajumbe wa baraza la wawakilishi, mpaka mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya kavishwa goli la kijani, wamewekwa chini wahutubiwe na katibu mkuu wao. Hakuna watu wa kuwasikiliza tena katika Zanzibar hii. Kwa hivyo ndugu zangu, naambia wewe Lape umefanya ghasia sana, upewe fupa, maliza. Akiondoka Jakaya Kikwete na unaondoka hapo, kwa sababu hakuna hata mmoja anayekuthamini. Huna sauti kweli. Tanganyika huwezi kuwa na sauti katika visiwa vya waungwana wa Zanzibari katika nchi hii. Kwa hivyo nimwambie, hawana ubavu. Wakiwa wameshindwa hawa, mtawezanie. Hizo zilikuwa ndio salamu zangu. Sasa nimesema kwamba Dr. Shein anatuuliza sana na lazima tumheshimu. Kwa hiyo madamu anatuuliza, ni haki yetu kumpatia jawabu. Anasema hajui mnapoimba, mnaposema mnataka nchi yenu. Kwani nchi yenu anayo nani? Tunakujibu, nchi yetu nayo Tanganyika na 2015 tunamnyang'anya chini ya Rais Maalim Seif Sharif Hamad. Kama unataka kujua tunaposema tunataka nchi yetu, tunamwambia Tanganyika na tunamwambia 2015 Oktoba tunarejesha mamlaka yetu kamili katika visiwa hivi chini ya Rais Maalim Seif Sharif Hamad. Sasa tunaposema hivi, kwa sababu kama alivyosema Sheikh Mansur, wameishiwa, wamebakia kuzungumza lugha za kwamba anayosema haya Mwarabu, Sultani, Kibaraka, Hizibu. Sasa mimi leo nataka niwaulize, Mansuri katoka haya Hizbu, kaja kaungana na mahizbu, si ndio wanavyoambiwa? Maalim Seif unasema Hizbu, haya nao Hizbu. Nataka kuwauliza, Sheikh Abudu Jumbe Mwinyi naye kawa Hizbu? Maana tunaosema tunataka mamlaka yetu sisi peke yetu. Kwa hivyo tunakusaidia Dr. Shein aliyekutangulia hapo kwa kumrithi mzee Karume, rais wa pili wa Zanzibar, Sheikh Abu Jumbe. Mwenyezi Mungu ampe afya, ampe umri. Sio kasema tu, kayatungia kitabu hichi hapa. Sasa mimi naomba nisome sehemu tu la kitabu hichi. Hawa mkitaki kusikia? Nakitaka? Haki. Mzee Jumbe anasema hivi katika ukurasa wa 18 na 19 wa kitabu chake The Partnership, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, miaka 30 ya dhoruba.
Alisema miaka 30 kwa sababu alipokiandika ilikuwa muungano na miaka 30. Leo ni miaka 50 ya dhoruba. Katika kitabu hichi ukurasa 18 19, naomba mnistahimilie sehemu kidogo refu, lakini sitaki kutia langu. Nataka muyasikie maneno ya Mzee Jumbe na Dr. Shein na ayasikie maneno ya Mzee Jumbe. Halafu tuambiwe Mzee Jumbe naye kawa hizbu, Mzee Jumbe naye kawa Mwarabu, Mzee Jumbe naye atakurejesha sultani. Anasemaje Mzee Jumbe? Kwenye kurasa 18 anasema ni vizuri niseme, na nakuu kuanzia hapa mpaka nitaposita nikasema mwisho, na nukuu yote maneno ya Mzee Jumbe. Anasema ni vizuri niseme kuwa na watu wapate kujua kwamba Nyerere alianza kumchimba Karume kutaka muungano katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja tokea kufanyika kwa mapinduzi. Ujumbe wa kwanza kuja Zanzibar na salamu hizo ulikuwa na Bibi Titi Mohamed, mjumbe wa halmashauri kuu ya 5, na Bwana Oscar Kambona, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Lakini Karume akasema kuwa apewe muda kwanza aweke sawa mambo yake. Lakini kabla ya kuondoka waliwafuata Saleh Sadallah na Kasim Hanga kuwataka wamshawishi Karume kukubali. Ujumbe mwingine ukawa Stewa Said Stewa na Job Lusinde, wote wakiwa ni mawaziri. Lakini ghafla baada ya mazungumzo ya simu na Nyerere hapo Aprili 21, 1964, Karume aliondoka Zanzibar kuelekea Dar es Salaam, na aliondoka na walinzi wake tu. Msaidizi wake Ali Munyigogo alikuwa na hisia kuwa Karume alikwenda Dar es Salaam ili kwenda kuzungumza na Nyerere juu ya askari polisi wa Tanganyika ambao walikuwa wapo Zanzibar kwa ajili ya kusaidia kuweka amani. Lakini yeye akajishtukia anapewa maagizo ya kutayarisha mapokezi ya Nyerere siku inayofuata. Nyerere akafika Zanzibar Aprili 22, 1964, akifuatana na baadhi ya wengine, Boke Munanka, Job Lusinde na Oscar Kambona, na kupokewa na Rais Karume, makamu wa rais Abdallah Kasim Hanga, Abdulaziz Twala na Ali Munyigogo, kwa kutaja wachache ambao kwayo walishuhudia kutiwa sahihi kwa mkataba wa muungano. Mtu anaweza kuona hali ngumu aliyokuwa nayo Karume, pamoja na kuwa alikuwa akipigania umoja wa bara la Afrika. Upande mmoja alikuwa na matatizo yake ya ndani, upande mwingine kukawa na shinikizo iliyokuwa ikitoka kambi mbili za mashariki na magharibi katika wakati wa vita baridi, na kila upande ukifuatia maslahi ya kujipanua. Hizi ndizo sababu zilizomfanya Karume akubali mapendekezo ya Nyerere kuingia katika muungano. Hapana shaka Karume hakuwa na nia ya kuitoa muhanga Zanzibar. Mpo? Sisemi mimi haya, kaandika Mzee Jumbe. Hapana shaka Karume hakuwa na nia ya kuitoa muhanga Zanzibar na kuipotezea mamlaka yake, kama ambavyo ilidhihirika wakati wa mgogoro wa kidiplomasia uliohusu kufunguliwa ubalozi wa Ujerumani Mashariki Zanzibar na kupingwa na Ujerumani Magharibi. Hili lilikuwa ni tukio ambalo lingeweza kuvunja muungano. Ujerumani Magharibi ilitumia falsafa ya Hallstein ambayo ilielekeza kuwa Ujerumani Mashariki haingeweza kuwa na uhusiano Ujerumani Magharibi haingeweza kuwa na uhusiano na nchi yoyote ambayo imeitambua Ujerumani Mashariki. Wakati Nyerere alishikilia kuendelea kuwepo kwa ubalozi wa Ujerumani Magharibi Dar es Salaam, Karume akakataa kata kuondosha ubalozi wa Ujerumani Mashariki uliopo Zanzibar. Pamoja na kuwa mambo ya nje yaliwekwa chini ya matakwa ya Rais Nyerere. Naomba nirejee. Pamoja na kuwa mambo ya nje yaliwekwa chini ya matakwa ya Rais Nyerere ikiwa ni sehemu ya mambo ya muungano, lakini Karume akasema mamlaka na maslahi ya Zanzibar yako mbele, na hoja hiyo ikashinda. Mwisho wa kunukuu. Haya maneno ya nani?
mzee Jumbe, anamueleza mtu ambaye yeye ndiye aliyekuwa msaidizi wake wa juu kabisa. Lakini ili nimfahamike katika hoja yangu, naomba pia nimsomee Dr. Shen ukurasa 108 wa kitabu hicho cha mzee Jumbe. Anasema, na nanukuu, inaweza kuwa jambo jemba iwapo tutajiuliza kwa nini hapo 1963 nchi za Afrika Mashariki zilikuwa zimejifunga kukubali kuunda shirikisho zikashindwa kujiunga na muungano wa Tanzania. Hakuna moja iliyofanya hivyo. Je, hii ni kutokana na mtiririko wa matukio kuanzia Aprili 1964 kushindwa, mbali ya kudhihirisha hofu ya kumezwa? Ingefaa hapa nitaje kwa miezi minne tu baada ya muungano, marehemu Jomo Kenyatta alinukuliwa na gazeti la Times of London hapo Agosti 3, 1964 akisema hayuko tayari kumpigia magoti Nyerere na Tanganyika. Kitu gani basi kilichomfanya Kenyatta akatae kabisa muungano, ikiwa ni mwaka mmoja tu tokea atoe tamko la kuwa tayari kushirikiana na Obote na Nyerere? Historia imekuwa shahidi wake. Je, hilo ndilo tulikuwa tukilifanya wakati wote? Mwisho wa kunukuu mzee Jumbe. Naomba mumpige makofi, mumpongeze mzee Jumbe kwa uzalendo wake kwa Zanzibar. Lakini pia kama alisema Mansur, tumuombe maghfira na tumuombe Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema, amsame makosa yake mzee Karume. Lakini uzalendo wa Zanzibar unadhihirika katika maneno haya ya mzee Jumbe. Hatusemi kama alisema Mansur kwamba wazee wale hawakufanya makosa, lakini ambalo hatulikubali ni Chama cha Mapinduzi kumtumia mzee Karume na Afro Shirazi Mapinduzi kusaliti malengo yale yale ya mapinduzi ya mzee Karume na Afro Shirazi. Hatuwezi kukubali hata siku moja. Kwa hivyo unaposema Dr. Shen hujui, jawabu kakupa rais wa pili wa Zanzibar mzee Jumbe, kwamba hayakuwa malengo ya muungano kuchukua mamlaka ya Zanzibar, wala halikuwa lengo la mzee Karume aliposaini hati ya makubaliano ya muungano. Na ndio maana tumekuja kuthibitishiwa na muasisi mwingine wa Afro Shirazi wale ya mzee Jumbe, mzee Hassan Nasr Moyo, kwamba ilipofika mwaka 71 mzee Karume huyo aliyosaini hati ya muungano alimpelekea barua Nyerere akimwambia kuna mambo ya muungano hakubaliani nayo, yarejeshwe katika mamlaka ya Zanzibar. Yalomtokea baada ya miezi michache tunajua sote, 72 Aprili. Sasa mimi najiuliza, hawa wanaopita wakitangatanga wakayatumia mapinduzi au Afro Shirazi, hivyo wewe Salmini Awadhi, hivyo wewe Sefu Aliidi, hivyo wewe Mohamed Abudu, hivyo wewe Vuai, hivyo wewe utakuwa unaijua Afro Shirazi Mapinduzi na wewe mwana mapinduzi kuliko Abu Jumbe na Hassan Solomoyo katika nchi hii? Mlikuweko wapi nyie usiku wa 11 kuamkia 12 Januari tulipoingia Bobani? Mlikuwepo nyie? Na nikwambieni, mimi nawashangaa sana. Wewe Salmini Awadhi kila wakati unataka kuleta chuki nchi Uafrika. Wewe kwani Muafrika kwa tafsiri yako wewe mwenyewe? Maana tafsiri yangu mimi ya Muafrika ni kwamba kila mwananchi wa nchi ya Kiafrika maadamu yuko katika bara la Afrika ni Muafrika. Ndio tafsiri yangu mimi. Uafrika si rangi. Na ndio maana hata Misri ni Muafrika. Na ndio maana yumo katika African Union, umoja wa Afrika. Hata Morocco ni Afrika. Na vile vile hata Kaburu walikuwa kwa Afrika Kusini Muafrika, maadamu yuko Afrika. Na ndio maana hata Jusa Muafrika maadamu yuko katika bara la Afrika. Lakini kama tafsiri yako wewe ya Muafrika ni ya kibaguzi, basi mimi nikupeni siri leo, sio kama mnaijua.
Unajua mimi mtu kama Salmin Awadhi hawezi akadanganya. Tuna mahusiano makubwa makunduchu kwa yako. Baba yake Salmin Awadhi nitakalikuwa penisiri leo. Hata kuzaliwa Zanzibar hakuzaliwa, kaja kutoka Yemen mpaka kafariki Kiswahili chake cha matatizo. Tena kwa mimi si kwa kuhadithiwa. Si kwa kuhadithiwa. Ni kwa sababu sisi wenyewe tukiwatembelea, tukiwa dogo ndo kuna makuruchi, tukiwatembelea. Sasa wewe leo umekuwa kubagua watu na kuambia hapa si kwa, ikiwa sisi si kwetu, mimi na vizazi vitano Zanzibar, wewe tukuhesabu kwenu hapa Zanzibar. Sasa nachosema hawa leo ndo watu, hawa ndo wanaojipaka damu ya simba. Watu wameua simba, wao walikuwa chini ya mivungu, halafu wametoka wamepaka mashati yao damu ya simba. Sasa na sisi tumeua, sio wale mapinduzi. Wewe mwana mapinduzi ulikuwa kwa wapi? Salmin Awadhi na Seif Walid hamwachi ya haki, 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 Zanzibar, Zanzibar. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba wanapotuuliza nchi yetu anayo nani, nchi yetu anayo Tanganyika. Nasi nasema sio kwamba anayo Tanganyika kwa sababu alipewa na Mzee Karume, hapana. Wasimtumie vibaya Mzee Karume. Mzee Karume kasemewa na wenzake, Mzee Jumbe kaandika hapa. Ni muungano wa aina gani aliotaka? Sasa historia ya nchi, na mimi nasema katika jambo linalolifurahisha kukuoneni vijana mko mstari wa mbele katika kuitafuta Zanzibar yenye mamlaka kamili. Hongereni sana kwa kazi. Na waheshimiwa, na wapongeza. Kwa nini? Kwa sababu Nyerere alidhani kwamba kila tukenda mbele kizazi cha wazee wanajua Zanzibar kikiondoka, wakija vijana watakuwa hajui Zanzibar. Kumbe vijana leo ndo machachari, wamechangamka kuliko yoyote. Wanasema hatusikia hatuoni mpaka tupate mamlaka kamili katika Zanzibar hii. Kwa hivyo tunachoambia, Zanzibar katika historia yake haijawahi kukubali kutawaliwa. Ilimtoa Mreno, ikamtoa Mngereza, haiwezi kukubali kutawaliwa na Mtanganyika. Tanganyika itasalimisha mamlaka ya Zanzibar ndani ya Zanzibar kama walivyoondoka wengine tukijaliwa hapa. Na niwaambie kwamba mamlaka yetu hayatopatikana kwa kura ya maoni. Kura ya maoni yao ya katiba pendekezwa, uvundo wao hapa ambao